imekuwa ni ndoto kwa kila mwanafunzi ambaye anahitimu elimu yake ya sekondari kujiunga na chuo kikuu. Lakini chuo kikuu imekuwa ni sehemu ambayo watu wengi sana wameweza kufanikisha ndoto zao na kuweza kuziishi ndoto zao. Lakini chuo hiko imekuwa ni sehemu ama kaburi ya kuzika ndoto za watu wengine. Swali la msingi ambalo wewe kama kijana unatakiwa ujiulize, ni mambo gani ambayo ukiyafanya unaweza kufanya ndoto zako kuwa hai na kuweza kuziishi ndoto zako? Lakini ni mambo gani pia ambayo unaweza kuyafanya ambayo yatakusaidia wewe kuepukana na kuweza kuzika ndoto zako? Lakini pia maisha ya chuo yamekuwa yakionekana kama vile ni maisha marefu sana, lakini wanafunzi wengi wanakuja kushtukia maisha ya chuo ni mafupi na muda umekwisha. Kitu pekee ambacho wameweza kukifanya chuoni ni kuweza kupata cheti tu, ambacho ni kitu kidogo sana ukilinganisha na muda ambao mwanafunzi ametumia akiwa chuo. Jambo la kwanza ambalo unaweza kulifanya likakusaidia wewe kuweza kuishi ndoto zako ni kumaster skills, yaani kuwa na juzi mpya ama juzi fulani ambazo hizo zitakusaidia wewe kwenye maisha yako ya chuo ama maisha baada ya chuo. Moja ya skills hizi inaweza ikawa ni communication skills, yani namna ya kuweza kuwasiliana na watu. Ukiwa na uwezo kuweza kuwasiliana na watu vizuri, maana yake unaweza kutengeneza network nzuri. Network hii inaweza kukusaidia wewe kwenye kufikia malengo yako fulani. Yaani kuna watu wana msemo maarufu wanaosema your network is your network. Yaani ukiweza kujenga network nzuri kwenye maisha yako unaweza kufikia ndoto yako kwa urahisi. Lakini skills nyingine inaweza ikawa labda digital marketing, inaweza ikawa labda branding skills na skills nyingine nyingi. Skills hizi unaweza kuzipata wapi? Skills hizi unaweza kuzipata kwenye mitandao ya kijamii na kwenye tovuti mbalimbali, kwa sababu siku hizi kwenye mitandao ya kijamii kuna mambo mengi ambayo unaweza kujifunza tofauti na kuscroll, kupoteza muda wako mwingi kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, kuangalia memes, kuangalia vichekesho mbalimbali. Unaweza kutumia mitandao ya kijamii kama hii kujifunza skills mbalimbali kama hizo ambazo unaweza kuzitaja. Jambo la pili ambalo unaweza kulifanya ambalo litakusaidia wewe kwenye maisha yako ya chuo hata mara baada ya chuo ni nidhamu binafsi, yani self discipline. Chuo kinakupa uhuru mwingi sana, lakini Waswahili wanasema uhuru bila nidhamu binafsi ni sawa na utumwa. Nidhamu binafsi ndiyo itakayokuongoza wewe saa ngapi ufanye nini na uwe na nani. Watu wengi ambao walikosa nidhamu binafsi walijikuta wakiingia kwenye uraibu usio wa lazima, walijikuta wakijiingiza kwenye mahusiano yasiyo ya lazima, walijikuta wakijiingiza kwenye mambo ambayo hayakuwa ya lazima wakati wakiwa chuoni. Lakini ukiwa na nidhamu binafsi itakuongoza wewe saa ngapi usome, saa ngapi ujihusishe na vitu vya kijamii. Lakini pia tatu ni kuchagua watu sahihi wa kuambatana nao. Wewe ni wastani wa watu 5 mpaka 6. Kuna msemo wanasema, show me your friend and I'll tell you who you are. Yaani wewe ni tafsiri ya watu waliokuzunguka. Ukizungukwa na watu walevi, automatically na wewe utaanza kuwa mmoja wao. Ukizungukwa na watu wapati, mwisho wa siku na wewe utakuwa miongoni mwao. Lakini ukizungukwa na watu wasomi, ukizungukwa na watu ambao wanapenda kufukuzia malengo, mwisho wa siku na wewe utakuwa ni mmoja wao. Kuna wale ambao walitoka sekondari wakiwa ni watu wa misuli sana, watu wa kusoma sana, watu wa kufukuzia malengo yao, lakini walipofika chuo hamu ya kusoma ilipotea kabisa. Kuna wale waliofikia kiwango cha kufikiri kwamba labda wamerogwa ndio maana hawapendi kusoma, mpaka wakaanza kuwasumbua wazazi wao. Lakini kumbe mchawi alikuwa ni yeye mwenyewe kuambatana na watu ambao hawapendi kusoma, watu ambao walioenda chuo kwenda ku club, kwenda kuenjoy bila ya kufata yale yaliyowapeleka chuo. Jambo la 4
ambalo linaweza likakusaidia wewe ni safari yako ya kutimiza malengo, ni kujifunza elimu ya fedha. Wahitimu wengi sana hata mara baada ya kuajiriwa imekuwa ni ngumu sana kwenye kutimiza malengo yao kwa sababu ya kukosa elimu ya fedha, kwa sababu wakiwa chuoni. Elimu ya fedha ni nini? Unaweza kujifunza vitu kama hati fungani, nini maana ya hisa, nini maana ya uwekezaji na vitu kama hivi. Ukiwa chuoni unaweza kujifunza namna ya kupangilia bajeti zako, namna ya kuanzisha miradi midogo midogo ambayo inaweza kukuingizia wewe kama kipato ukiwa chuoni. Hii yote ni namna ya kutengeneza elimu ya fedha na namna fedha inavyofanya kazi. Elimu hii itakusaidia. Jambo la mwisho ambalo ni la msingi sana wewe kama mwanachuo ama kijana unatakiwa ulifahamu ni kwamba hauna muda wa kutosha. Usifikiri labda ukimaliza chuo ndio utakuwa muda wako sahihi wa kufanya mambo hayo yote. Eti labda ukimaliza chuo ndipo utaanza kujifunza masuala ya elimu ya fedha, labda ukimaliza chuo ndipo utaanza kutengeneza malengo yako. Huo ni uongo mkubwa sana ambao watu wengi wamekuwa wakidanganya. Hauna muda, na muda ni sasa. Utumie muda wako ipasavyo ili uweze kuenjoy matunda yako baadaye. Miaka 20 mpaka 29, yani 20s, ndio muda sahihi wa kutengeneza foundation madhubuti kwa ajili ya maisha yako ya baadaye kuwa maisha ya kuenjoy matunda yako.